wa huwa adh-dha'fu ba'da al-quwwa, kisha anakuwa mzee na kuwa kikongwe. Huo ni udhaifu baada ya kuwa na nguvu. Fatadhufu al-himma wal haraka wal batshu. Kwa hivyo mwanadamu huyu anadhoofika katika akili, nguvu za kutembea na za kimwili. Watashibu lamma watataghayyaru sifatu dhahira wal batina, nywele zake zinageuka mvi na sifa zake za nje na za ndani zinabadilika. Walihadha qala ta'ala, na kwa kuzingatia hayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha, kisha akajalia baada ya nguvu unyonge na ukongwe, anaumba atakavyo. Ay yaf'alu ma yasha'u wa yatasarrafu fi 'abidihi bima yurid, yani anafanya atakavyo na anawafanyia waja wake kwa namna aitakayo. Wa huwa al-alimul qadir, naye ndiye mjuzi mwenye uweza. Ndugu zangu, tumeileta aya hii katika hutuba yetu ya leo ili kila mmoja ajipime na ajikague ametokea wapi na yuko hatua gani na anaelekea wapi. Maswali hayo mwanadamu ajiulize ili aweze kujitathmini na aweze kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja ni shahidi wa hilo. Namna alivyozaliwa alikuwa ni dhaifu, hawezi lolote, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatia nguvu wazazi, wakamwenzi mtoto yule mpaka akakuwa, akawa na nguvu, akawa na makamo sasa ya kufanya majambo ya kumtuma hivi na hivi, lakini akawa kijana mwenye nguvu. Sasa hatua hiyo mwanadamu anatakikana ajikurubishe sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ajitafakari, ajue kwamba haya yote niliyoyapata ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jitahidi pale walipokuwa watu wanacheka wanafurahi na wewe unalia kwa mashakili ya dunia, kwa sababu wao hawajui, wao wanafurahi kuona mtoto kazaliwa vizuri, lakini mtoto analia kwamba anakwenda kupambana na madhila mbalimbali na mambo mbalimbali, lakini wale waliokuwa pembeni mwa yule mtoto wanafurahi. Sasa jitahidi siku ya kuondoka wewe duniani, wao walie, wewe ucheke. Ndio falsafa yake. Huku wao wanalia kukukosa wewe, lakini wewe unafurahi kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubadilike, isiyo siku ile umelia ya kuja duniani na siku ya kuondoka duniani unasaga meno na hivi na hivi. Hapana, bali utabasamu, roho yako itolee vizuri, iende kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa una furaha. Hii ndio falsafa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikusudia. Na ndiyo maana baada ya kupata mtu mmoja utu uzima na amekosa nguvu, akasema maneno yafuatayo: laita shababu yaudu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashib, natamani ujana urudi siku moja ili niupe habari kwa yale yafanywayo na mwenye mvi. Tayari kishachoka. Na ndivyo haswa mwanadamu akifikia utu uzima hawezi tena majambo. Sasa kwenye nguvu zako ndipo pa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya khairati mbalimbali na kufuata mafundisho na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukipata bahati ya kufikia utu uzima, ufanye sana istighfari, uombe sana Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwa sababu kwa kujalia wewe, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua mtoto yumo tumboni akazaliwa kisha kufa,
na mwingine anazaliwa azalia tu anakufa, mwingine anakufa yuko anatambaa anasimama anafanya hivi. Ile ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe uliyebahatika kufikia hatua hiyo, umepita katika ujana au bado upo katika ujana, jitahidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ambaye tayari barua za kuonyesha kwamba wewe tayari umeshakuwa mdhaifu, mnyonge wa hali, mvi zinakwenda, mara mgongo unauma, mara magoti yanauma, ujielewe kwamba hiyo ni hatua katika hatua ambazo wanakupitisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kikubwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza swala tano, kwa kufanya khairati mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, tumeleta aya hii ambayo tumesema imo ndani ya suratul Rum aya nambari 54 ili tujikumbushe na tuwaidhike kwa hizi hatua anazopitisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kama tuliyosema, wengine hawakufikia umri tuliokuwa nao, wamefariki, wako tumboni, wamefariki, wako wadogo. Mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kufikia hatua hii, basi tuelekee sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii na kuogopa yale yote makatazo yake na kuyakimbilia maamrisho yake, ili tuweze kufaulu baada ya maisha haya ya mgongo wa ardhi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninarejea tena kukuhusieni, lakini pia kuhusia nafsi yangu kwanza katika jambo muhimu la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii yeye tu. Na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya pili tumalizie na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno matukufu yaliyotoka katika kinywa kitukufu, yanayofaa kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Kila mmoja awe makini. Hadithi ambayo inaendana sambamba na aya tuliyoisoma katika hutuba yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Irtanim khamsan qabla khamsi." Yapatie faida mambo matano kabla hayajakufika mambo matano. Narudia tena. Mtume anasema, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Yapatie faida mambo matano kabla hayajakufika mambo matano. Mtume akaanza la kwanza, "Shababaka qabla haramika." Upatie faida ujana wako kabla ya utu uzima wako, ukongwe wako. Na faida ya hapa sio kutafuta fedha tu na hivi na hivi. Kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo faida aliyoikusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ujana. Jitahidi sana kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, fanya mambo yatakiwayo, kutafuta riziki ya halali hivi na hivi, lakini
kubwa zaidi ujikurubishe sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jambo la pili, wasihataka kabla saqamika, ipatie faida afya yako kabla ya ugonjwa wako. Pale kwenye afya basi ndio kufanya juhudi sana ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta mambo mbalimbali ya halali kabla ya maradhi yako, kwa sababu kwenye maradhi kuna mtihani. Huenda maradhi hayo yakakuachisha wewe na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo haswa, kama unataka kulijua hilo, nenda mahospitalini au nenda kwa mgonjwa ambaye hayuko hospitalini, yuko ndani tu, kamtembelee, utawaidhika. Na thamani ya afya huwa wanaijua wale wagonjwa. Sasa hivi mwenye afya neema hii haijui. Sasa fanya ziara ya kutembelea wagonjwa, utajua kwamba afya ni neema kubwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wasihataka kabla sakamika, ipatie faida afya yako kabla ya ugonjwa wako. Ndugu yangu, wako watu wako hospitalini mwaka wa 5, wa 6, wa 7 na kuendelea. Wako watu wanatamani, lakini wapi? Sasa wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia una afya njema, yako magonjwa madogo madogo, lakini unafanya shughuli zako, jitahidi sana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu jambo la tatu akasema waghinaka kabla faqarika, na kile ulichotoshelezwa na Allah ukipatie faida kabla ya utajiri wako. Na hapa haina maana mpaka uwe mamilionea, kile chochote alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala basi kipatie faida kwa kutanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye mwenyewe kaahidi, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Kwa hiyo hapa ghinaka sio kwa maana tuangalie wale ambao wana mabilions, wana utajiri wa magari, wana majumba wewe chochote ulichoruzukiwa na Allah ndio utajiri wako, basi hicho kigawe, tanguliza kwa Allah ili ukipatie faida kile alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufukarika kwako. Jambo la 4, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa faraghaka kabla shughulika, na ipatie faida nafasi yako. Kuna majambo ya kushughulisha, basi ipatie faida kwa kusoma Qur'an, kwa kufanya iradi mbalimbali, kwa kumswalia Mtume, kwa kufanya nyiradi mbalimbali na kufanya khairati mbalimbali. Faragha yako uliyokuwa nayo kabla ya mishughuliko yako, kwa sababu wasemaji wamesema almashghulu la yushghal, mwenye kushughulishwa na jambo hawezi kushughulisha tena na jambo jingine. Kwa hiyo hapo ulipokuwa na nafasi, fanya khairati kwa ajili ya kutanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukakute malipo na upate makazi mema. Wa faraghaka kabla shughulika. Jambo la mwisho ambalo ni la 5, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa hayataka kabla mautika, upatie faida uhai wako uliokuwa nao kabla ya kifo chako, kwa sababu almautu yati baghta, kifo kinakuja ghafla. Walqabru sunduqul amal, na kaburi ni sanduku la matendo. Pale kaburini hakuna kuswali, hakuna kufunga, hakuna hija, hakuna hivi, hakuna zaka. Pale ni kukaguliwa yale uliyoyatenda katika uhai wako, upo katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo upatie faida uhai wako kabla ya kifo chako. Haya ndiyo aliyotuelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mambo 5 haya kila mmoja awe ayatia akilini, ajue kwamba majambo haya ni muhimu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila la khair. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu na makosa yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aijaze amani nchi yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azibariki hizi mvua anazotuletea, ziwe za khairi, zisiwe za kutuangamiza. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أبو ظل شكرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قوموا قيموا واعتدلوا وزن السن. الله أكبر. بسم الله. صلي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.